Kuelekea huko Washington, Marekani inapanga kuisaidia Korea Kusini kujenga manuari za nyuklia za mashambulizi. Lakini je, hatua hii inamaanisha nini? Serikali ya Korea Kusini imetangaza kwamba imekamilisha makubaliano ya kujenga manuari zinazotumia nyuklia kwa ushirikiano na Marekani. Marekani imeidhinisha manuari za mashambulizi na kukubali kushiriki katika hatua ya kutafuta mafuta, kulingana na waraka uliotolewa na ikulu ya Marekani mnamo Alhamisi ya wiki iliyopita. Makubaliano hayo yanaashiria hatua muhimu katika uhusiano wa Korea Kusini na Marekani na yanakuja wakati wa kipindi cha mvutano unaozidi kuongezeka katika rasi ya Korea kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini na China inayopenda upanuzi upande wa magharibi. Makubaliano kati ya Marekani na Korea Kusini yanakuja huko viongozi kutoka nchi zote mbili wakifikia makubaliano mapana ya kibiashara mapema mwezi uliopita, ambayo yangepunguza ushuru wa pande zote hadi 15% kutoka 25%. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amepunguza kiwango cha ushuru kwa Seoul wa 25% mapema mwaka huu, ambacho mwenzake Lee Jae-myung alifanikiwa kujadili hadi 15% baada ya Seoul kusema itawekeza dola bilioni 350 sawa na euro bilioni 265 nchini Marekani, ikiwa ni pamoja na uwekezaji wa pesa taslim wa dola milioni 200 katika ujenzi wa meli. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya Marekani siku ya Alhamisi wiki iliyopita, Marekani ilisema imetoa idhini kwa Jamhuri ya Korea kujenga manuari za mashambulizi zinazotumia nyuklia na itafanya kazi kwa karibu ili kuendeleza mahitaji ya mradi huu, ikiwa ni pamoja na njia ya kupata mafuta. Katika chapisho la awali kwenye jukwaa lake la mitandao ya kijamii la Truth Social, Trump alisema meli hizo zitajengwa katika eneo linalotengenezwa meli huko Philadelphia linaloendeshwa kwa kampuni ya Korea Kusini ya Hanwha. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hayo yanajiri kutokana na vitisho vinavyoendelea kutokea kutoka kwa Korea ya Kaskazini ya Bwana Kim Jong-un, ambayo inamiliki makombora ya nyuklia. Programu ya hivi karibuni ya meli inalenga kukabiliana na Korea Kaskazini, ambayo hivi karibuni ilifichua kwamba ilikuwa ikifuatilia programu yake ya manuari ya nyuklia. Rais Lee alikuwa amemwambia Trump katika mkutano wa kilele wa APEC mwezi uliopita kwamba Korea Kusini ilizihitaji kwa lengo hilo la moja kwa moja. Katika mahojiano ya televisheni wiki iliyopita, Ang Gyu-bak, waziri wa ulinzi wa Korea Kusini, alisema kwamba manuari za nyuklia zitakuwa mafanikio ya kujivunia kwa Korea Kusini na hatua kubwa katika kuimarisha ulinzi wa nchi dhidi ya Korea Kaskazini. Usiri wa manuari za nyuklia utamfanya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un awe macho usiku kucha, aliongeza. Lakini je, Korea Kaskazini ina manuari hizi za nyuklia, na je hili litakuwa ni tishio kwake? Korea Kaskazini pia imekuwa ikifuatilia mpango wa manuari ya nyuklia, labda kwa msaada wa Urusi, kulingana na maafisa wa Korea Kusini. Mnamo Machi mwaka 2025, Korea Kaskazini imeonyesha picha za kile ilichodai kuwa manuari inayotumia nyuklia iliyokuwa ikijengwa, ikimuonesha Kim akitembelea eneo la meli. Pyongyang inatarajiwa kuwa na manuari hizo ndani ya miaka michache ijayo. Korea Kaskazini pia inakadiriwa kuwa na ghala la silaha zisizopungua 50 za nyuklia kama sehemu ya mpango wake mpana wa silaha za nyuklia. Jo Bi-yun, mtafiti wa taasisi ya Sejong, alisema kwamba ununuzi wa manuari za nyuklia kwa Seoul utasaidia kuendeleza kasi katika mbio za umiliki wa silaha zinazoongezeka katika eneo la Asia Magharibi. Anasema silaha za nyuklia za Korea Kaskazini ni ukweli uliothibitishwa, aliliambia shirika la habari la BBC, akisema Korea Kusini kupata manuari za nyuklia ni hatua tu katika mwelekeo mkubwa wa kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo la rasi. Haijulikani ni kiasi gani manuari zinazoendeshwa na nyuklia zitachangia uwezo wa ulinzi wa Korea Kusini, na ingawa ni ghali sana, hazibadilishi kabisa usawa wa nguvu kwenye eneo hilo la rasi ya Korea, kulingana na baadhi ya wataalamu. Wachambuzi wanasema kwamba lengo kuu la manuari ndogo za nyuklia ni kuhakikisha wapiga kura wa Korea Kusini kwamba serikali yao inajibu tishio la nyuklia la Korea Kaskazini. Korea Kusini haiwezi kutengeneza silaha zake za nyuklia ili kukabiliana na Korea Kaskazini, wanasema zaidi wachambuzi, na wakisema ni kitu gani wanaweza kufanya kurusha manuari za nyuklia. Wanaeleza wachambuzi zaidi kwamba Korea Kaskazini inaweza kufurahia mabadiliko hayo, na hata hivyo kwa sababu inaimarisha uhalali wa kushikilia silaha za nyuklia, inamaanisha kuwa itakuwa vigumu zaidi kuitaka Pyongyang iachane na silaha za nyuklia. Lakini Marekani inanufaika vipi? Kwa upande wa Washington, usaidizi wa mpango wa manuari unaotumia nyuklia wa Korea Kusini huenda unalenga kuweka shinikizo kwa Korea Kaskazini na China. Trump ameweka mzigo wa matumizi ya ulinzi mgongoni mwa Korea Kusini.
Wanasema wachambuzi kwamba Korea Kusini itapanua sana bajeti yake ya ulinzi na watakuwa kama wakala wa Marekani katika kuweka shinikizo kwa China na Korea ya Kaskazini. Marekani na China zimekuwa zikishindana kwa muda mrefu kwa ushawishi wa kimkakati nchini Korea Kusini na kuiacha Seoul iendelee kuwa imara kisiasa. Hivi karibuni China imekuwa ikiongeza shughuli zake za majini karibu na mpaka wa bahari na Korea Kusini, hatua inayofanana na ile inayoonekana katika bahari ya kusini ya Uchina. Beijing lazima iwe na hasira kuhusu makubaliano ya manuari ya nyuklia ya Korea Kusini. Kufuatia tangazo la makubaliano hayo, balozi wa China nchini Korea Kusini Dai Bing alisema anatumai Korea Kusini itashughulikia suala hilo kwa busara ikizingatia wasiwasi wa pande zote. Ingawa Rais Trump alisema manuari hizo zitajengwa Philadelphia na kuleta ajira Marekani, maafisa wa Korea Kusini wamesisitiza kwamba lazima zijengwe ndani ya nchi yao ambapo vifaa vilivyopo inaweza kuvitoa kwa muda mfupi zaidi. Waziri Mkuu wa Korea Kusini Kim Min-suk mwenyewe alisema wakati wa kikao cha bunge kwamba kituo cha meli kinachomilikiwa na Korea Kusini huko Philadelphia hakikuwa na uwezo na ujenzi wa meli hizo kulingana na ripoti. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.